Awali yote napenda kumshukuru Mungu mwingi wa rehema, lakini kipekee ni wapongeze taasisi ya CHAMATA kwa kazi kubwa wanazofanya za kimaendeleo katika mkoa wetu wa Morogoro na taifa kwa ujumla. Lakini leo mahususi wamekuja ofisini kwetu wakiunga mkono serikali na kuhamasisha wananchi kwa ujumla juu ya swala zima la utumiaji wa nishati safi ya kupikia. Tunafahamu Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ndio kinara wa nishati safi, na kama Tanzania tuna ajenda 2024 2034 Watanzania wengi watumie nishati safi. Hivyo CHAMATA kwa kushirikiana na serikali wamejitolea kutoa elimu hii na kuwafikia wananchi kwenye taasisi za kiserikali, taasisi binafsi, mamalishe na watu mbalimbali, na leo wanaanzia eneo la Gwata na Kiroka kwa ajili ya kuhamasisha wananchi juu ya umuhimu wa nishati safi ya kupikia. Nichukue fursa hii kwanza kuwaunga mkono kwa jambo kubwa na zuri wanalofanya, lakini pili kuwahamasisha na kuwataka wananchi nishati safi ndio mkombozi wetu. Tukitumia nishati safi, miti yetu itaendelea kubaki salama na uoto wetu wa asili utabaki salama, na vyanzo vyetu vya maji tutavilinda, na wananchi wa Morogoro na wananchi wa nje ya Morogoro wataendelea kupata maji safi na maji salama. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Kwa majina ninaitwa Peter Christopher Ngwere, ni katibu wa jumuiya ya CHAMATA Association. CHAMATA Association ni jumuiya ya wananchi wazalendo ambao wamejitolea kuyasemea mazuri yanayofanywa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na lengo kubwa la jumuiya yetu au platform yetu hii ni kuhakikisha Watanzania kutambua yale ambayo serikali inayafanya, lakini pia tunatoa elimu ya uzalendo pamoja na masuala yanayohusiana na uchumi. Siku ya leo niko hapa kwenye mkoa wa Morogoro, ikiwa ni ziara rasmi katika kampeni yetu ya kuhamasisha matumizi ya nishati safi ambayo sisi kama CHAMATA tumeipa moto au kauli mbiu jiko safi, mapishi safi. Na tuko hapa kwa ajili ya kukutana na makundi yote ya kijamii, kwa maana ya wajasiriamali, wanawake, vijana, makundi maalum, kutoa elimu hii muhimu kwa jamii yetu ya sasa. Kama mnavyojua, tuko kwenye ulimwengu ambao una changamoto kubwa sana ya mabadiliko ya tabia nchi, na sababu mojawapo ni uchafuzi wa mazingira ukiambatana na ukataji miti. Kwa hiyo tumekuja kutoa elimu ya changamoto au ubaya wa kutumia nishati chafu. Na tunapozungumza nishati chafu tunamaanisha matumizi ya mkaa pamoja na kuni, kwa sababu inatokana na ukataji wa miti. Kwa hiyo tupo kwa ajili ya kuelezea changamoto za nishati hiyo kwa kiafya, lakini pia kimazingira na kihali ya hewa. Lakini pia tunapata fursa ya kuwaelezea umuhimu wa nishati safi kwa mazingira, lakini pia kwa afya za mwanadamu kama binadamu. Kwa hiyo tumekuwa na wakati mzuri kwenye kampeni yetu hapa mkoa wa Morogoro. Tumetembelea wilaya kadhaa, na siku ya leo tuna ziara Morogoro vijijini, na tunatarajia kutembelea kata ya Kiroka na vijiji vyake, lakini pia na kata ya Gwata na vijiji vyake, kwa lengo ya kutoa elimu. Lakini pia hatutoi elimu tu, lakini pia tumeambatana na zawadi ambayo tunawapa baadhi ya washiriki wa semina zetu kama chachu ya wao kuanza kuona umuhimu na faida za kutumia nishati safi. Kwa hiyo pia tumeambatana na ugawaji wa mitungi ya gesi katika kampeni yetu hii. Na kampeni yetu hii kwa kuanzia tumekusudia kugawa mitungi 1000 kama sehemu ya pilot project. Kwa hiyo tutagawa mitungi 1000 kwenye wilaya kadhaa tukilenga yale makundi maalum. Lakini lengo letu ni kugawa mitungi 100,000 kwa nchi nzima kwa kuanzia katika mradi wetu huu
wa jiko safi, mapishi safi. Na lengo letu kubwa ni kusapoti kazi kubwa zinazofanywa na rais wetu, na kama mnavyojua Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ndiye kinara wa nishati safi Afrika na duniani kote. Kwa hiyo kama jumuiya ya Chamata tunaunga mkono maono ya Mheshimiwa Rais ya kuhakikisha kwamba Tanzania inakuwa ni mfano wa nchi ambazo zinatoka kwenye matumizi ya nishati chafu na kuwa ni nchi inayotumia nishati safi. Kwa hiyo kama jumuiya ya Chamata Association tunampongeza sana Mheshimiwa Rais kwa maono haya ambayo yamekuwa na manufaa makubwa katika taifa letu. Wito wangu kwa jamii nzima ya Tanzania, cha kwanza ni kuunga mkono maono haya ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ya kuhakikisha kwamba tunaipa kipaumbele nishati safi, kwa maana jamii, taasisi, watu binafsi tuendelee kutoa elimu ya nishati safi ili watu waweze kutambua, kwa sababu nishati chafu ina madhara mengi kwa mwanadamu au mwananchi, lakini pia kwa mazingira ambayo yanatuzunguka. Kwa hiyo nihimize elimu na ifanyike kwa wingi na watu waweze kuelewa, kwa sababu pia nishati hii safi bila elimu inaweza pia kuleta changamoto. Kwa hiyo nitoe wito pia kwa wale ambao watakuwa na program kama hizi za kugawa mitungi, watoe pia elimu ya namna ya kutumia mitungi hiyo ili pia iweze kutumika salama pasipo kuleta madhara kwenye jamii zao. Kwa hiyo huo ni wito wangu kwa Tanzania. Nadhani kama unavyofahamu, kampeni yetu hii imelenga kutoa mitungi ya gesi kama sehemu ya motisha kwa wananchi ili waweze kuona kwamba nishati hii safi ina faida nyingi. Faida mojawapo ni kwamba mapishi yanaweza kufanyika kwa haraka, wakaweza kuokoa muda, kwa maana mama zetu itawasaidia sana kuokoa muda wa kukaa jikoni, watafanya naweza kufanya shughuli zao zingine za kiuchumi. Kuhusiana na baada ya gesi kuisha, nadhani hili kwa sababu ni jambo endelevu, ni jukumu la wale ambao wamepatiwa mitungi hii na wale ambao wataingia kwenye nishati hii. Hilo ni jukumu lao kuhakikisha kwamba waendelee kuitumia na kuendelea kuijaza kwa kadri ya matumizi watakuwa wanafanya kwenye majumba yao. Kuhusiana na gharama ya nishati safi, ni kweli kumekuwa na ajenda hiyo au hoja hiyo kwenye jamii, na serikali inaongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan ni serikali sikivu, imesikia kilio hicho cha changamoto ya bei, na katika kuhakikisha kwamba wanalitatua hilo, kwa wale ambao ni wafuatiliaji wa vyombo vya habari, mtaona kuna mradi mkubwa sana ulizinduliwa pale Tanga wa LPG, kampuni ya Petrec kutoka Uingereza kwa kushirikiana na Asas International Limited. Kwa hiyo wataweka kiwanda kikubwa sana pale cha LPG, na hizi gesi zitakuwa zinajazwa pale Tanga na kusambazwa nchi nzima. Na kupitia mradi ule wa LPG, serikali ya Jamhuri ya Muungano imetuhakikishia kwamba gharama ya gesi itashuka kwa asilimia kubwa sana, na wananchi wataweza kumudu zile gharama za matumizi ya gesi hii. Kwa hiyo niipongeze serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kusikia kilio cha gharama ya gesi na kwa kuchukua hatua ya kukaribisha wawekezaji ambao tayari wameanza kutengeneza kiwanda kikubwa sana cha kuchakata na kupaki mitungi ya gesi hapa Tanzania. Kwa sasa kampuni tunayoshirikiana nayo, kuna kampuni nyingi za nishati safi ambazo tunashirikiana nazo, lakini kwa awamu hii ya kwanza mitungi tunaogawa ni kutoka kwenye kampuni ya Oilcom, kwa maana ya Oges ndio ambayo tunaigawa, lakini kampuni nyingine za gesi ni wadau wetu. Kuna wakati mwingine mtaona tunagawa kampuni zingine pia. Kwa majina naitwa Justina Juma Muhumba, Chamata Association, mimi ni mkuu wa itifaki taifa. Kiujumla nimepongeza swala la nishati safi kama mwanamke na kupongeza mbio za Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuona kwamba imekuwa nafuu kwetu kama wamama. Sasa hivi biashara za kupata mafua kwa kweli tumemaliza, na chakula tunapika kwa dakika chache mno, na hatuhangaiki tena kwenda kujitwisha mizigo ya kuni tena. Kwa kweli tunampongeza Mheshimiwa Rais kwa maono yake, na waasa wanawake wenzangu tuige mfano, tumsapoti mama, tuige wote na tuelimishe wanawake wenzetu kwamba tuachane na mambo ya kwenda polini, tuachane na kukatakata miti ovyo. Mama kafanya, tunaambatana naye. Ninaitwa Yakubu Hemedi Hashiri, ni katibu mkuu wa Jumuiya ya Chamata mkoa wa Morogoro.
kazi ya Chamata Association ni kuyasema mazuri yanayofanywa na Mheshimiwa Rais, hususan miradi inayotekelezwa na Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Pia vile vile kunena mazuri. Kwa hiyo nashukuru sana ni kwamba kwa hii kampeni ya jiko safi mapishi safi ni kampeni nzuri, mimi nimepokea kutoka viongozi wangu wa Chamata. Nashukuru sana na kupokea mitungi kadhaa kwa niaba ya gesi. Tunapotoa semina kuhusu nishati safi, mapishi safi, kama kwa maelekezo ambayo niliopewa kutoka kwa viongozi wangu wa taifa, hatuishii kutoa semina bure, lakini tunatoa zawadi japo kwa uchache ambao tulikuwa nayo kwa wale watu ambao kina mama hasa wasiojiweza au malishi ambao wanatumia nishati chafu ya kuni pamoja mkaa. Wachache, si wote, kwa sababu hata zawadi tulionayo ni chache. Kwa hiyo nashukuru sana kwa kampeni hii na naomba sana viongozi wangu wa taifa, ubunifu uliofanya ni mzuri sana. Naomba ubunifu uendelee, usiishie leo, na uendelee Tanzania nzima, vijijini na mijini. Mungu awabariki sana. Nampongeza mwenyekiti wangu wa Chamata Association Taifa Bipendo Mwanzogera, pamoja na makamu mwenyekiti Mheshimiwa Beatrice Nyamisango, na katibu wangu mkuu Bwana Peter Chris, pamoja na mtunza hazina Bigi Edmund, kwa sababu wao ndio muhimili wa Chamata. Bila wao tusingekuwa hivi na tusingefikia hivi. Pia namshukuru sana mheshimiwa wetu mkuu wa wilaya Musa Kilakala wa Morogoro. Anatunga mkoa, anatusupport sana. Mimi nadhani waandishi wa habari ni mashahidi, mshuhudia hata leo. Tumekwenda pale, alikuwa na kikao Magadu, alikuwa na kikao Mumu, lakini ameacha kikao, amekuja kutusikia sisi na kuwaeleza dedi wa Morogoro vijijini kwamba watupokee, watupe ushirikiano kwenye jambo letu ambalo tunatarajia kwenda muda si mrefu. Kwanza tunaanzia Gwata, Kiloka siku ya leo, kesho tutakuwa Mkuyuni na Kinole. Asanteni sana. Kwa majina anaitwa Hamisi Tembo, mwenyekiti Chamata mkoa wa Morogoro. Tunamshukuru Mama Samia, rais wetu kipenzi, kwa kuweza kutuletea haya majiko nishati badala ya kuni na mkaa. Ameweza kutuletea haya majiko tuweze kugawa kwa wakina mama, kwa wahitaji. Kuanzia jana tumeweza kugawa kadhaa na leo tunaendelea kugawa na mitungi mingine tunafikiri tunaipeleka huko vijijini. Vijijini ndiko kwenye wahitaji zaidi. Kwa hiyo sasa hivi hapa tunatoka hapa tunaelekea wilaya ya Morogoro vijijini, Mkuyuni, Kiloka, Matombo, Mvua, Kisaki, Dutumi. Kote tunaenda kugawa hii mitungi, lakini hii yote kwa hisani ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Na sisi kama Chamata tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais, kwa sababu ni rais pekee ambaye anajitoa kweli kweli. Marais wamepita wengi, lakini rais huyu kaja yeye kivingine kabisa. Ana mapenzi na wananchi wake, ana mapenzi na wahitaji, watu ambao hawana uwezo, yeye anajitoa. Ni rais wa kiaina yake kwa kweli. Sisi kama Chamata tunampenda sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Rai ipo kwa sababu hii huduma hii inaenda kuwafikia, inaenda kuwatoa, kuwashusha mizigo. Walikuwa wanaenda mapolini kutafuta kuni, sasa wanaenda kutumia hii nishati mbadala. Kwa hiyo mimi nawaambia waende wakaitumie hii nishati mbadala, itawasaidia sana, itawasaidia kuwapunguzia adha ambazo walizokuwa wanaendelea kuzipata. Naitwa Majewali, ni mkazi wa mashine ya maji namba 5. Tangazo nimelisikia hapa ofisini kwangu, nimekaa naona gari la matangazo linapita, nikaangalia nikaona ni mitungi ya August inauzwa. Ikabidi nisogee karibu ili nijipatie. Kwanza haicheleweshi, yani iko faster.
Na washauri wa mama wenzangu waachane na mambo ya kizamani ya kupikia kuni. Yaani sasa hivi twende na wakati wanunue mitungi ya gesi, yaani na iko haraka sana kwa kuivisha chakula. Gesi bora mapishi mulwa.